Je, Yesu alitumwa kwa Israeli peke yake? Wasio wa Kristo kama vile Waislamu wanahubiri kuwa Yesu hakuja kwa ajili ya ulimwengu wote, bali alikuja kwa ajili ya Wayahudi peke yao. Kisha wanasema kuwa Muhammad ndiye mtume sahihi kwa sababu huyo alikuja kwa ajili ya ulimwengu wote. Andiko wanalotumia kupinga utume wa Yesu kwa ulimwengu ni lile alilolisema Yesu wakati akiongea na mwanamke Mkananayo, yaani asiye Myahudi, ambaye alikuwa anaomba Yesu amponye mwanawe. Imeandikwa, akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Hebu tuijadili hoja hii kwa kuanza kusema, Mungu ni Mungu wa utaratibu na ratiba kamili. Ndiyo maana hakuumba kila mtu kwa mara moja. Alianza na mtu mmoja tu, kisha wengine wote tukatokea kwa huyo mtu. Vivyo hivyo, alianza kwa kujifunua kwa taifa moja tu duniani kote. Kisha kutokea hapo ndipo wokovu unasambaa kwenye mataifa yote. Ni ukweli ulio wazi kwamba ukiacha Israeli, jamii zote zilizobakia duniani kwa asili zilikuwa zikiabudu miungu, yani mashetani. Ni Israeli peke yao ndio ambao kwa asili walianza na Mungu wa kweli. Ndio maana Bwana Yesu alipoongea na mwanamke Msamaria pale kisimani, alimwambia hivi, Yohane 4:22, nyinyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Hii inamaanisha nini? Wokovu unatoka kwa Wayahudi kwa sababu hakuna taifa jingine lolote duniani ambalo lilimjua Mungu wa kweli. Yote yalikuwa na dini za kipagani, iwe ni wazungu, wa Afrika, Wahindi, wa Arabu. Huo ndio ukweli. Kusema kwamba Yesu hakuja kwa ajili ya mataifa yote hakuna tofauti na kusema kuwa kwa vile Mungu alimuumba Adam na Hawa peke yake, basi yeye si wa familia yangu, maana hakuniumba na mimi kama alivyomuumba Adam. Yesu aliongea na wanafunzi wake siku moja na akawaambia kuwa ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Je, unaona kwamba injili inatakiwa kuanzia Yerusalemu? Na je, unaona pia kwamba anasema kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake? Je, mataifa yote ni Israeli peke yake? Mwanamke Mkananayo alikuja wakati usio wake. Huo ulikuwa wakati wa kuhubiri injili kwa Israeli kwanza, ndipo iende ulimwenguni kote. Ufuatao ni ushahidi zaidi wa maneno ya Bwana Yesu mwenyewe, kuthibitisha kwamba alitumwa kwa mataifa yote ulimwenguni na kwamba yeye ndiye Masihi wa Mungu, yaani aliyepakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kukomboa ulimwengu wote. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mathayo 28:19. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Yohane 3:17. Nami atakayesikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili ni uhukumu ulimwengu, ila ni uokoe ulimwengu. Yohane 12:47. Nami nitautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo, na kondoo wengine ninao, nao imenipasa kuwaleta, sauti yangu ataisikia, kisha atakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Yohane 10:15-16. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushahidi kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Mathayo 24:14. Nihitimishe kwa kurejea tena mambo machache niliyoyasema. Mungu amekuwa na kawaida ya kuanza jambo na mtu mmoja. Aliumba mwanadamu mmoja, kisha tukatokea humo wote. Alijifunua kwa taifa moja, kisha tukamjua wote. Alianza na mwana mmoja Yesu, kisha tunazaliwa kwa huyo wote. Vivyo hivyo, alileta wokovu kwa taifa moja la Israeli, kisha unasambaa kote. Ndiyo maana anasema na mwanamke Msamaria pale kisimani, wokovu watoka kwa Wayahudi. Yohane 4:22.
Hali hii ya kuanza na mtu au sehemu moja ni ushahidi kuwa wale wote wanaojifariji kwa maneno eti dini mbalimbali ni njia tofauti ambazo zinaishia kwa Mungu, wanajidanganya na kupoteza muda wao na uzima wao wa milele. Wokovu watoka kwa Wayahudi, yaani kwa Yesu pekee. Sasa, kwa kuwa muda wa kusambaa wa wokovu huo haukutimia, maana Mungu anaenda kwa ratiba ya majira na nyakati, ndiyo maana akamwambia yule mwanamke Mkananayo, yaani asiye Myahudi, kuwa hakutumwa ila kwa Israeli. Lakini utimilifu ulipofika, yaani alipokufa na kufufuka, tunaona akiwaagiza sasa mitume wake waende ulimwenguni kote. Na Biblia inasema wazi, kwa ajili yayo kumbukeni hapa zamani, ninyi mliokuwa watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yaani tohara ya mwili iliyofanyika kwa mikono. Yaani zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye pani yetu yote, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja. Naye akisha uondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha ufisha ule uadui kwa huo msalaba. Waefeso 2:11-16. Je, Yesu alisema kuwa yeye ni Mungu? Ana sifa ya uungu na anafaa kuabudiwa, tukiwa na maana kwamba kuna ndugu zetu wanamwita Mungu. Sasa sifa hizo anazo, alafu akishakuwa na sifa hizo, kuabudiwa anastahili. Sasa majibu yanakuja, sifa hizo hana wala kuabudiwa hafai. Kwa sababu ya najenga hoja mbele ya Waislamu na si Waislamu. Mwezi uliopita tarehe 25 Disemba ndio kazaliwa Yesu, kawakuta watu wako duniani. Narudia tena, tarehe 25 Disemba kazaliwa Yesu, juzi kawakuta watu wako duniani. Yesu anazaliwa. Kwanza hapa sifa ya uungu kapoteza, kwa sababu kaja duniani kawakuta viumbe. Wahubiri wa Kiislamu huwa wanapinga kuwa Yesu ni Mungu, na unapowakatalia wanakuambia leta andiko. Maandiko yapo mengi sana ndani ya Biblia juu ya ukweli kwamba Yesu ni Mungu. Ni mengi mno. Ukishawapa andiko, wanabadilika na kusema nataka maneno aliongea Yesu mwenyewe. Hiki ni kigezo potofu na si cha kibiblia hata kidogo. Ukweli ni kwamba Biblia yote ni neno la Mungu. Haijalishi amezungumza Musa, Isaya, Yohana, Petro au Yesu mwenyewe. Imeandikwa katika Petro wa pili 1:21 kwamba maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Hivyo kudai kwao eti nataka maneno aliyoongea Yesu mwenyewe ni kigezo batili na kisicho na mantiki hata kidogo. Ufuatao ni ushahidi wa kibiblia kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Yohana 8:58. Yesu akawaambia, amin, amin nawaambia, yeye Ibrahimu asija kwako, mimi niko. Niko ni jina la Mungu peke yake. Tunakutana na jina hilo pale Musa alipoongea na Mungu na kutumwa kuwakomboa wana wa Israeli kutoka Misri. Imeandikwa, Musa akamwambia Mungu,
tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuwaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu. Nao wakaniuliza, jina lake nani? Niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Kutoka 3:13-14. Mwanadamu yuko kwa sababu Mungu alisababisha awepo. Gari liko kwa sababu injinia au mbunifu alisababisha liwepo. Nyumba ipo kwa sababu fundi alisababisha iwepo. Lakini Mungu yeye yuko tu. Hayupo kwa kusababishwa na yoyote. Ndio maana akasema, mimi niko ambaye niko. Yesu ni niko. Kwa hiyo yeye ni Mungu. Yohana 10:30. Mimi na Baba tu umoja. Waislamu huwa wana msemo wao kwamba eti Yesu na Mungu ni wamoja katika malengo, si katika asili yao. Basi huwa nawauliza swali kuhusu aya ifuatayo ya Isaya, nao wanazimika na kukosa jibu. Isaya 9:6. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele, Mfalme wa Amani. Aya hii iko wazi kabisa. Anayetajwa ni Yesu, kwamba yeye ni Mungu mwenye nguvu. Yohana 14:9. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Maneno haya Yesu aliyasema baada ya kuulizwa swali lilo na wazi kabisa, ambalo lilikuwa na lengo la kumjua Mungu Baba. Imeandikwa, Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Ndipo Yesu akajibu wazi wazi, aliyeniona mimi amemuona Baba. Maana yake ni kuwa mimi ndiyo Baba mwenyewe. Ufunuo 22:13. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na mwisho. Ni Mungu tu ndiye mwenye uwezo wa kuwa wa kwanza na wa mwisho. Yesu ni Alfa na Omega. Kwa hiyo yeye ni Mungu. Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Andiko hili Waislamu hawalipendi kabisa. Ni kwa sababu liko wazi mno. Yesu ni neno na neno ni Mungu. Hivyo Yesu ni Mungu. Yohana 20:28. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Tomaso aliposema hivyo, Bwana Yesu hakukanusha na kusema mimi sio Mungu. Badala yake Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale sioona wakasadiki. Yohana 20:29. Matendo 20:28. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka nyinyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Ni Mungu gani mwenye damu huyu? Jibu liko wazi. Huyu ni Yesu Kristo. Huyu ndiye aliyetoa uhai wake na kumwaga damu yake msalabani, na hapo ndipo alipoianzisha kanisa. Wakolosai 1:16. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Katika yeye Yesu vitu vyote viliumbwa,
ina maana kuwa vitu vyote vilitokana na Yesu, maana Yesu ni neno la Mungu. Na tunajua kwamba muumbaji wa vitu vyote ni Mungu, hivyo Yesu ni muumbaji, yeye ni Mungu. Wakolosai 2:9. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu. Sisi sote ni watu wasio wakamilifu. Tunaanguka tena na tena kwenye dhambi. Kwa hiyo, hakuna mwanadamu wa kawaida ambaye anaweza kujigamba kwamba yeye ametimia kama alivyo Mungu. Lakini katika Yesu, utimilifu wote wa Mungu unakaa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiyo Mungu huyo huyo. Na bila shaka siri ya utaui ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Ni Mungu gani aliyedhihirishwa katika mwili? Jibu liko wazi. Ni Yesu Kristo peke yake. Tito 2:13. Tukilitazama tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Yesu Kristo ni Mungu mkuu. Wanampima Mungu kwa vigezo vya kibinadamu. Mungu anasema, "Tazama, mimi ni Bwana, Mungu wa wote wenye mwili." Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Jibu liko wazi. Hakuna. Lakini utakuta Waislamu wanauliza maswali ya ajabu sana. Eti, kama Yesu ni Mungu, wakati amekufa, nani alikuwa anaangalia dunia? Hili ni swali linalofaa kuulizwa juu ya kiumbe. Kama tungesema kuwa mwanadamu fulani alikuwa amekufa, basi kuna mantiki ya kuuliza kwamba wakati amekufa, nani alikuwa anatunza familia yake? Mungu si mwanadamu. Anaweza yote, na hasa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Yesu ni Mungu milele na milele. Haleluya!